Timu ya Ken Gold yenye makazi yake wilaya ya Chunya mkoani Mbeya imepata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Stand United katika uwanja wa nyumbani ambao ni mechi yake ya kwanza kuchezwa wilayani Chunya. Aidha, captain wa timu ya Ken Gold amekuwa na haya ya kuzungumza kutokana na ushindi huo. Tunashukuru Mungu. Cha kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza mchezo huu salama, hakuna injury yoyote. Vile vile tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutupatia hizi pointi 3, maana zilikuwa ni muhimu sana katika uwanja wetu wa nyumbani, na ndio ilikuwa first time kabisa, kwa mara ya kwanza ndio tulikuwa tunauzindua uwanja wetu wa Chunya. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kiukweli kabisa kwa ushindi wa leo. Tunawaahidi tu mashabiki waendelee kujitokeza kwa wingi, waendelee kutusupport sisi Ken Gold, maana hii ndio timu yao. Kwa hiyo only tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa pointi 3 muhimu leo katika uwanja wa nyumbani. Kiukweli uwanja ni mzuri, yani kwamba asije akatokea mtu akalalamikia kuhusu swala la uwanja. Pichi iko vizuri, sio wenyewe tumeona na tumeenjoy football kabisa. Yani tunawashukuru manispaa ya wilaya ya Chunya kwa kuweza kutengenezea kiwanja kizuri kabisa chenye sifa zote. Tunawashukuru kwa hilo. Naye kapteni wa timu ya Stand United ameeleza tathmini yake mara baada ya mchezo kutamatika na kupoteza bao 1-0. Kwanza ni wapongeze Ken Gold kwa kuibuka washindi katika mchezo wa leo. Mchezo ulikuwa ni mzuri, wamepata goli la mapema na wameweza kuzuia. Ni wapongeze tu, ni mpira, nadhani tutajipanga game ijayo tuweze kupata matokeo mazuri. Kweli kabisa, sisi tutajipanga kwa sababu hatukupanga kupoteza mchezo wa leo kama ulivyoona. Tumepata goli pia, lakini muamuzi ametafasiri kwamba sio goli, limekataliwa. Kwa hiyo tumekubaliana na matokeo ya leo, kwa hiyo tutajipanga tu mchezo ujao. Niseme tu kwanza niwapongeze sana halmashauri ya Chunya kwa hicho walichokifanya, ni kitu kikubwa sana. Si pia tumekuja kwa mashaka, tukao tunajiuliza ni uwanja uko vipi, lakini tumefika hapa. Kwa kweli uwanja ni mzuri na yani unachezeka kiukweli, ni uwanja mzuri ambao watajivunia, hata timu zingine zikija zitaona. Na niwapongeze tu Ken Gold kwa sababu unapokuwa na uwanja wa nyumbani kidogo inakuwa ni rahisi kwako kupata hata matokeo. Kwa hiyo niwapongeze na nasema asante. Hata hivyo, kocha wa Ken Gold ameipongeza timu hiyo kwa kupata ushindi wa pointi 3. Ilikuwa katika washambuliaji wa kwetu walipoteza umakini, kwa sababu kama ni magoli tungekuwa na goli 4 clear. Lakini mchezo wa mpira ndio ulivyo, unaweza ukatengeneza nafasi nyingi na usitumie ukapata hiyo moja. Na wapongeza wachezaji wangu kwa sababu kwanza mazingira ni magumu kwao kwa sababu uwanja ni mpya. Unaona, lakini wameweza kutupa hicho ambacho tumekipata leo. Kupata point 3 leo nasema ndio mwanzo wa safari yetu kwenda kwenye Premier League. Kati yangu bado naendelea kwa sababu wachezaji wangu wengi ni vijana, unaona, na timu ni mpya kabisa. Lakini bado naendelea kuwaelimisha, kuwafahamisha kwamba Champions League inataka kitu gani. Na umeona kwa championship haitaki mpira mwingi sana. Haitaki mpira mwingi. Ukicheza mpira mwingi kwenye championship, watu wakija wewe wanaweka wanaondoka. Umeona? Kwa hiyo naendelea kuwafahamisha wajue kwamba ligi ya championship inataka aina gani ya mchezo. Na mapungufu ambayo yametokeza tutaendelea kuyafanyia kazi kama tunavyoendelea, kwa sababu tumekosa muda mwingi wa maandalizi, tumepata karibu mwezi mmoja. Lakini nadhani kila siku tunavyozidi kucheza performance ya timu yangu itakuwa inakwenda juu. Na nataka nikuambie tu, timu yote ikija hapa itakuwa inacheza vizuri. Kwa hiyo na sisi inabidi tujibitishe tu tunacheza vizuri, kwa sababu uwanja unaruhusu, hauna mashimo, hauna nini, nyasi bandia ziko poa kabisa, zimewekwa kisasa kabisa. Kwa hiyo tunategemea na sisi tutauzoea, tutakuwa kwenye hali nzuri. Nao baadhi ya wadau wa mpira mara baada ya kutamatika mchezo huo wamekuwa na haya ya kuzungumza. Sisi kama majukumu yetu kwanza ni washauri wakubwa, ni washauri. Na sisi tuna idara zote pale katika mkoa. Idara ya ufundi iko pale na inashauri siku zote. Kwa hiyo tuko nao karibu mpaka kufika hatua hii, tuko nao karibu hatua kwa hatua. Kwa hiyo ni mkoa tunafahamu matatizo ya uwanja. Wewe unafahamu, sio Mbeya tu, Tanzania nzima. Kwa vilabu vyetu tunaona sisi mkoa wa Mbeya tuna vilabu vikubwa viwili vya Premier League. Ni mkoa mkubwa kisoka. Ukiondoa Dar es Salaam inakuja Mbeya, na bado tuna tatizo la uwanja.
Kwa hiyo hii ni fursa kwetu kuitumia. Uko mbele maana yake lazima tukicheza ligi kuu hapa kwa vilabu vyetu. Na Mbeya City ingawa na wenyewe wana eneo lao, lakini kwa sasa hatua ya kwanza tumeona Chunya. Kwa hiyo ni hatua nzuri kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vingi zaidi ya hiki.